Mwisho tutakuwa na dua, na ni kila mmoja kuwasilisha matatizo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakini kabla ya dua tuna maelekezo kidogo kwa dakika moja. Maelekezo haya haswa yatatuhusu waumini, sisi tunaokuja msikitini. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa maelekezo namna ya ujaji msikitini. Akasema kwamba ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu jipambeni, vaeni vizuri, inda kulli masjid, kila mnapokwenda katika eneo la ibada. Ukienda katika eneo la ibada, Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba anatuelekeza umuhimu wa kujiandaa kuvaa vizuri kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kudhihirisha neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas ambaye ni mfasiri mkuu wa Nabii Muhammad katika Qur'ani, hibru hadhihi al-umma, yeye anatuambia kuntu atazayyanu lis-salah, nilikuwa najipamba kwa ajili ya sala, kama atazayyanu liziara, kama ninavyojipamba kwenda kumtembelea mtu mwenye heshima yake. Si vyema Muislamu uliyemwamini Mungu, uliyetamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kuja msikitini ukiwa umevaa mavazi yaliyo na matangazo ya kidunia. Haipendezi ndugu yangu Muislamu. Ni vizuri ukija msikitini basi hebu onyesha tawadhu, na ziko faida nyingi tutakujieleza siku nyingine, lakini moja katika faida kubwa ni idhaharu tawadhu wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala, ni kudhihirisha tawadhu, heshima, utukufu, kwa sababu yeye Mungu ndo amekuumba, amekuruzuku, amekupa, basi kile alichokupa hebu vaa vizuri unapokwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Naeleweka ndugu zangu Waislamu? Pili ambapo ni muhimu sana, ukivaa mavazi ambayo yaliyo na matangazo ya kidunia, hatuwezi kutaja yote kwa sababu ya muda, kinachopatikana ni tajannubu tashtiti fi salah. Ni unapokuwa umevaa kitu kama kile, utasababisha watu kuwa na mparaganyiko, kutokuwa na watu, yani kuwasababishia watu kutokuwa na tawadhu na khushu'i katika sala. Kwa sababu ukiwa umevaa tangazo fulani, mwenzako yuko nyuma analisoma lile tangazo, utamsababishia swala yake kuharibika. Utamsababishia mwenzako kuwa kimwili yuko msikitini, lakini kifikra hayuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni muhimu sana, na ni vizuri katika nguo iliyopendekezwa siku za Ijumaa kama hizi. Ni nguo gani? Tuseme sote, ni nguo gani Waislamu? Nguo gani? Nyeupe. Nguo nyeupe. Kwa kama umekosa haya fahalan wa sahlan, lakini kibaya zaidi ni matangazo. Usivae bango unapoingia msikitini, si jambo zuri ndugu yangu Muislamu. Haya ni maelekezo, na haya si maelekezo yangu mimi, ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe watu wa kheri. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu ambao wenye kufuata maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kubwa kuliko yote Allah atukubalie saumu zetu, atupe afya sisi pamoja na familia zetu. Hivyo baada ya maelekezo haya, nadhani natumaini yatakuwa yameeleweka. Sasa na dua. Kuna mwenzetu mmoja, si vizuri kumtaja jina, lakini tutasema tu kidogo. Wakati msikiti wetu ukiwa mdogo kule nyuma, kabla haujapanuliwa mbele, basi kuna mwenzetu mmoja alifanya jitihada akafanya wakfu, ndio tukapanua mpaka tukawa leo hapa. Anafaa kuombewa, hafai huyu? Huyu anafaa kuombewa. Kwa hiyo tumesema hivyo ili takasa nia yako inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie kheri na atukubalie dua yetu inshallah. Haya, Haji weka Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kabla ya dua inshallah tufanye duaul karbi, alafu tuingie katika dua inshallah. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنك أنت الشافي، اللهم إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا وأموره كلها سهلا، فاجعل أمورنا وأموره كلها سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، اللهم سهل لنا أمورنا، اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقوي أبداننا، ولا ترد أيدينا شفرا إلى نحورنا. اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين، ولا تجعلنا من الصائمين المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.